Hakika ni siku njema Bwana amefanya tukaweza kupatikana hapa. Ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu, sio kwa nguvu zetu. Hana neno linasema sio kwa nguvu wala uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu tunayaweza mambo ambayo hawezekani kwa fikra za mwanadamu. Ndugu nataka mpendo nakwambia mahali hapa panabarikiwa. Yaani ni furaha iliyoanza mtu kupatikana katika kusanyiko la wateule. Yaani mtu anapita hivi tu anasikia hapa na hawa ni watu wangu, lazima siwezi pita. Amen. Kama jinsi vile mama ya Yesu alipoenda kumwona mama ya Yohana Mbatizaji, alipofika alisikia kitu kinaruka kwenye tumbo. Hivyo ndio inakuanga, yaani kukutana na wateule. Unasikia kitu kinaruka ndani, unasikia kitu kinachemka ndani, unataka tu uungane nao. Ndio ndugu na wewe mpendwa, tuko hapa tukukaribishe. Hata wewe uwe mmoja wetu. Ndugu dada mpendwa, kwa neema ya Mwenyezi Mungu tunakualika mahali hapa. Muungane nasi ili tujiandae kwa kuja kwa Yesu Kristo. Maana najua wengi wanadhani ya kwamba hakuja kwa Yesu ni historia tu. Ndio maana wengi wanasema ya kwamba yaani Biblia ni kitu ya wazungu. Wanasema ati Injili ni ya wazungu. Ndugu na dada mpendwa, usije ukapotoshwa na hiyo elimu ya hii dunia ambayo inasema yaani Injili ya Yesu ati ni ya wazungu. Ati Biblia ni ya wazungu. Itakuwaje hali ikifika kwa Biblia, ikifika kwa neno la Mungu ndio inakuwa ni ya wazungu. Lakini makeup ni ya wazungu na uachani nayo. Vitu vingi za ajabu, simu imetengenezwa na wazungu, lakini hawachani nayo. Hausemi hiyo ni ya wazungu sitatumia. Gari unapanda ilitengenezwa na wazungu, usemi hiyo ni ya wazungu utapanda. Lakini ikifika kwa Biblia unaanza kusema hiyo ni mambo ya wazungu. Ikifika kwa Injili ya Yesu unasema hiyo ni ya wazungu. Ndugu dada mpendwa, usipumbazike katika dunia hii. Amen. Tunakuletea habari njema kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Acha nikwambie kitu kimoja ndugu dada mpendwa. Tunaweza kuimba sana, lakini mbingu ikawa imetulia. Tunaweza kuomba sana, lakini mbingu ikawa imenyamaza. Kweli. Tunaweza kuhubiri sana mahali hapa tukatoa jasho, lakini mbingu bado ikawa imetulia, imenyamaza. Lakini kipindi tu mwenye dhambi mmoja, ndugu dada mpendwa, Biblia inasema kipindi mwenye dhambi mmoja anapokubali na kukairi dhambi zake, kuacha dhambi zake na kukubaliana na neno la Bwana na kukiri na kwamba yeye ni mwenye dhambi, kukubali yeye ni mwenye dhambi na kumpokea Yesu kama Kristo, yaani kunakuwa na shangwe mbinguni. Yaani ghafla mbinguni, malaika mbinguni wanaanza kushangilia, wanafurahia, maana mtu mmoja, nafsi moja imeokolewa kutoka kwa kifo. Amen. Nafsi moja imeokolewa kutoka kwa mauti, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ndugu na dada mpendwa, inawezekana umefanya dhambi muda mrefu sana, unaona waburi wanasemanga mshahara wa dhambi ni mauti, sababu niko, lakini nakwambia ndugu, siku moja wakati shetani atakupata vizuri, ukipata sasa umepatikana na kitu ambacho hakiwezi kupona. Ukipata umepatikana na mambo ambayo unakimbia kwa mganga anapiga ramli zake, lakini bado hilo jambo haliondoki. Hiyo struggle bado haiondoki. Unaenda kwa waonaji, wanakumulikia shida zako zote, wanakuambia mpaka vitu zimepanda kwenu, wanakuambia leta pesa, lakini wanakupaka mafuta, lakini bado hiyo ukirudi sasa ndio shida inazidi. Hapo ndio utajua kwamba Yesu ndiye usalama wa kila kiumbe kilicho hai. Ndugu dada mpendwa, hii habari tunakwambia tumeonja huyu Yesu. Kitambo nilikuwa nasikia Rosemary akisema nimeonja utamu wa Yesu, na shida mama anasema utamu wa Yesu. Sasa utamu wa Yesu, Yesu anakuwa mtamu vipi? Maana kuna vitu vile kwa hekima yangu mwenyewe, kwa elimu ya dunia, kuna vitu vile nilikuwa nimesema hizi ndio tamu kabisa. Lakini ndugu na dada mpendwa, wakati mimi mwenyewe nilionja huyu Yesu, wakati Roho Mtakatifu alinikumbatia, akaniingia ndani, akakolea ndani yangu, hapo ndio nilisikia utamu wa Yesu. Mpaka hicho kipindi nikabondeka, nikalala sakafuni, machozi yakatiririka, makamasi yakatoka, sikujali. Maana hapo utamu ulikuwa umeniingia, utamu wa Yesu. Ndugu na dada mpendwa, inawezekana unaona ni kama ukisema utamu wa Yesu ni kama ni kaya za dunia, lakini ndugu na dada mpendwa, tunakualika kwa neema ya Mwenyezi Mungu, tunakualika kwa wokovu wa Bwana ambao ndio utakuletea uzima wa milele. Karibia uonje, hakuna hasara utapata. Jaribu tu uonje huyu Yesu, uone kama zile vitu umekuwa ukisema ni vitamu, kama utaendelea kuzishika tena. Maana kisha uonje utamu wa Yesu, nakwambia vitu vya dunia hii ambavyo vinafurahisha nyama hii ya mwili vinaanza kukosa ladha. Ndugu na dada mpendwa, nakwambia katika dunia hii shetani ana mbinu za kila aina. Shetani ana maarifa yote ya kufurahisha kiumbe, ya kufurahisha mwili huu.
mpaka mwanadamu ajisahau kabisa. Maana dunia inavutia watu kupitia kwa entertainment. Ndugu zangu mpendwa, entertainment, shetani analeta mbinu za kila aina za kuentertain mwili wa nyama na damu ambao unakufa na kuangamia, ili wanadamu wasije wakajirudia, wasije wakajifahamu, wamwelewe Yesu, waelewe kwamba kuna uzima wa milele, waelewe kwamba kipindi kitafika. Kama jinsi unaendanga mazishini, unaenda mazishi, unaona mwanadamu anateremshwa, ndio labda unaweza mwaga tu machozi, lakini haufikiria, ujiulize, je, siku yangu itafika mimi mwenyewe niteremshwe hapa? Kama sijui ni nini naendelea, sijui ni nini watu wanafanya, nirushiwe mchanga, yaani mwili wako uweze, hauulizi nafsi yako ile ndani itaenda wapi? Ndugu yangu mpendwa, umejiandalia makao. Yesu alisema alienda juu mbinguni kutuandalia makao mazuri. Yaani katika nyumba za Baba kuna vyumba vingi ambavyo Mungu ametuandalia. Inawezekana mtateseka sana katika dunia hii. Inawezekana kulingana na elimu ya wanadamu ambao wamekupigia, kulingana na viwango vya wanadamu vile wamekuwekea, inawezekana hutavifikia. Na ukifuata viwango vya wanadamu vile wamekuwekea, nakwambia ndugu, utahuzunika katika hii dunia hii. Maana inawezekana wale wanakuwekea hizo viwango bado ndio wanaenda nyuma, wanakuzuilia kwa nguvu za giza ili usifikie hizo viwango. Na kama unategemea viwango vya wanadamu, nakwambia ndugu, ukikosa kuvifikia utashika na huzuni, utaanza kujiona ufai. Lakini Yesu ana habari njema, akwambia unafaa katika milki ya Mungu. Yaani umeumbwa kwa mfano wa Mungu, Mungu aliye hai, Mungu aliye na uzima. Umeumbwa kwa mfano, haijalishi kama hatufanani sura, haijalishi hata kama ndugu zako hamfanani sura. Mungu anasema tunafanana na yeye, tuliumbwa kwa milki yake, kumaanisha kwamba maarifa na hekima ya Mungu haiwezi kuchunguzika. Yaani elimu ya Mungu, hekima ya Mungu inapita fahamu za mwanadamu. Kama sisi zote tulivyo na sura tofauti, tunafanana na Mungu. Jiulize, Mungu anafanana namna gani? Mungu ni wa ajabu namna gani? Mungu ni mkuu namna gani? Maana ndugu na dada mpendwa, nakwambia watu wanadhanianga siku ya kurudi kwa Yesu itakuwa tu siku ya kawaida. Vile inakuanga unasikia maandamano, vitakuwa hivyo inapita. Vile unasikia rais anakuja mahali, lakini nakwambia ndugu na dada mpendwa, neno la Mungu, Biblia inasema kwamba siku ya kurudi kwa Yesu itakuwa siku ya giza. Itakuwa siku ya dhiki nyingi. Yaani nasema hata mwanamke aombe asiwe hiyo siku ndio anazaa. Unasema Mungu mtu aombe asiwe hiyo siku ndio kwa ndege akienda kwa safari zake. Maana jua litakuwa giza, jua litaanza kutoa mwangaza wake. Mwezi utaacha kutoa mwangaza wake. Ndugu na mpendwa, nikupe mfano tu mdogo leo. Wakati wana wa Israeli walimlilia Musa, walimlalamikia Musa, wakamuuliza Musa, kwani wewe tu ndio unaongeanga na Mungu peke yako? Kwani wewe ndio spell? Hata sisi tunataka kuona huyo Mungu anaongeanga na wewe. Sawa, Musa akamwambia ni sawa, acha nikamuulize. Mungu akamwambia ni sawa, enda waambie waoshe mavazi yao, wajitakase, ili tupange siku ya kuja kuona. Wakati ulifika hiyo siku, nakwambia ndugu na dada mpendwa, hata kabla Mungu hajashuka, zile ngurumo zilitetemesha mlima na moshi, mlima, yani mlima ukajaa moshi. Wanaisraeli walitetemeka, wakasema, wakaambia Musa, hapana, tutaki kuona huyo Mungu. Wewe ndanga tu ongea na yeye, kuja tuambie tunasikia. Hivyo ndivyo itakuwa, yani siku ya kurudi kwa Yesu itakuwa zaidi ya hiyo. Hata sisi ambapo unaona tunahubiri hapa, inawezekana hiyo siku tutakuwa tunatetemeka, hata tunakimbia kutafuta. Maana tunajiona ni wachafu, hatujui kama tutabaki ama tutabebwa. Hili ndugu na dada mpendwa, nakwambia ukoka cha ukweli. Wokovu wako usiwe kwa mdomo tu. Wokovu wako usiwe tu ni wa kusema tu. Lazima wokovu wako upandike kutoka ndani. Wokovu wako uwe ni mbegu ya Mungu ambayo inachemka ndani yako. Yaani mambo ambayo yanafurahisha mwili wa nyama na damu unakataana nayo. Yaani mambo ambayo unahesabika kama ni faida katika dunia hii, katika anasa za dunia hii unahesabu ni hasara, ili upate uzima wa Bwana, ili upate haki ya Bwana. Maana nakwambia Bwana akikuhesabia haki, Mungu akikuhesabia haki, hakuna mtu mwingine yote atakayekwenda. Ndio maana Biblia inakwambia, yani hakuna hukumu tena kwa wale ambao wameitanishwa na jina la Kristo. Yani wewe ukizalika mara ya pili na utembee kwa haki na ukweli, ukatetea wokovu wako kwa kuogopa na kutetemeka, yani hapo umehesabiwa ile haki ya Mungu. Yani Yesu yeye ndiye sasa anakuvisha ile haki yake. Mungu anakufunika na utakatifu wake. Mungu anakutufunika na mafuta yake. Mungu anakuzingira kwa moto wake wa Roho Mtakatifu. Mungu anakukumbatia kwa upendo wake. Yesu sasa, kile kifo na ufufuo wake, zile nguvu za Yesu zilishinda kifo. Sasa hiyo Yesu ndiye anakuvisha. Sasa unapata umesimama imara, hautetemeki,
hauogopi kitu chochote, haubabaishi na vitu vya dunia. Ukiona watu ambaye ulianza maisha nao wanafanikiwa zaidi mbele yako, hauna wasiwasi. Unajua wakati wako utafika. Unajua Mungu ana kusudi njema katika maisha yako. Unajua Mungu ana mipango myema katika maisha yako, na Mungu ametenga siku yako ya kukuinua, siku yako ya kukurejeshea ulichopoteza, siku yako ya kukurejeshea kilichozuiliwa na wachawi, kilichozuiliwa na waabudu wa shetani. Inafikanga Mungu wakati wake anakirejesha. Bwana mabwana, kuna nyakati nyingi hata kama Wakristo unafika mahali unaomba maombi ya ajabu. Unafunga sasa, ukishafungua ndio sasa shida na dhiki mashambulizi yanaongezeka. Sasa unaanza kujiuliza, kweli Mungu anajua niko hapa? Kweli Mungu ananijali? Kweli Mungu anajua kweli niko hapa? Kweli Mungu anasikia maombi yako? Lakini hata nikwambia, hakuna maombi ambayo Mungu asikilize. Nani nakwambia Mungu halali wala hasinzii. Nyakati zote hapo imara. Yaani Mungu anajitosheleza. Yeye ni yote ndani ya yote. Hahitaji mwanadamu ili aishi. Kwa maana Mungu hapigini kura. Maana yeye anatawala falme zote. Anatawala enzi zote. Yeye ni mwenye mamlaka na nguvu zote katika dunia. Hakuna kitu kinachoweza kumshinda. Mungu hawezi kushindana na kiumbe alichokiumba. Itakuwaje ubabaishwe na mganga ambaye anaweza kufa wakati wote? Itakuwaje ubabaishwe na mtu wa majini ambaye hao majini yatamkeuka hata yeye mwenyewe na muangamize, na wewe unamuogopa? Usimame imara kwa nguvu za Bwana. Yaani Bwana akikuzingira kwa upako wake, Bwana akikujaza nguvu za Roho Mtakatifu, utakuwa unatembea kwa ujasiri. Ukijua hata ukipita kwenye moto hautakuchoma. Yaani ukizama kwenye maji mengi, maji hata kugarikisha. Yaani shetani akileta mawimbi, akileta mashambulizi kama maji mengi, Roho Mtakatifu atainua kiwango ndani yako ya kwamba atakuvusha. Hadi wale walikuwa wanakucheka, wale walikuwa wamekuandalia silaha wakisema sasa vile tumeungana hivi hata kataisha. Hata sahi akatatoboa. Ndugu na mpendwa, utatoboa kwa jina la Yesu. Unamtegemea Yesu, utatoboa. Yesu utatoboa. Inasema ya kwamba yote ataliita jina la Bwana, hakika ataokolewa. Ndugu na mpendwa, usimuite mganga. Ndugu na mpendwa, wakati unajipata kwa sisi, usije ukiuliza wewe mama yangu, mwite Yesu. Hakika utaona mfariji wa moyo wako akishuka na kukuondolea lile janga, akishuka na kuleta ufariji wa moyo wako, akishuka na kuleta jibu la maombi yako. Mungu anajibu maombi. Mimi nimeona Mungu akijibu maombi. Mimi nimeona Mungu akinitendea mambo. Wakati mwingi tunaomba kisha tunasahau. Maana lazima kipimo cha imani yetu kiinuke, tufikie Mungu. Wakati yule mwanamke alikuwa na hali ametokwa na damu miaka 12, ndio Yesu wako mgusa. Ndugu na nataka unielewe vizuri. Yesu hakumgusa, Yesu hakumwombea, lakini aliinua kiwango cha imani yake. Akajua hii imani yangu naamini tu, nikigusa tu hii nguo ya Yesu, hakika hii damu itakauka. Na yule mwanamke akasongelea, akajipenyeza ndani ya watu, akaguza tu pindo la nguo ya Yesu, damu ikakauka instantly. Inua imani yako, Mungu anajibu kulingana na imani yako. Kwa maana nini natuambia, Biblia inatuambia kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Tukielewa mpendo, inawezekana maombi yako yajibiwe, lakini kwa sababu imani yako iko chini. Bado imani yako iko chini, bado imani yako ni changa. Lakini usichoke ndugu na dada mpendwa, endelea kulisoma neno la Mungu, hiyo itachochea imani yako. Endelea kuomba tu, endelea kufunga, endelea kujitakasa, ili Roho Mtakatifu apate nafasi ndani yako, kukuelekeza katika njia za Bwana, kukufunulia siri za Bwana, kukufunulia siri za shetani, ili ujiepushe nazo, ili maangamizi ya shetani, ili mitego ya shetani ikija, uwe imara. Hiyo Roho Mtakatifu amesha kufungua amesha kufunulia kwa maono, unaona na unakemea katika jina la Yesu Kristo. Ndugu na dada mpendwa, usiwe tu ni wa kukemea mabaya, kukemea shetani, kukemea wachawi. Kukemea ndugu na dada mpendwa, usifikia mahali pa kujikemea. Inakuwa sasa umeanza kukomaa, umeanza kukomaa kama mwana wa ufalme. Ukifikia mahali pa kujikemea wewe mwenyewe, umeanza kukomaa ndugu na dada mpendwa. Maana kama ujikemei, fikra zitakuja. Shetani anaanza kukushambulia na fikra. Na ndio maana Biblia inatuambia kwamba jinsi mwanadamu awazavyo ndivyo alivyo.
Na shetani anajua maandiko vile anasema. Anajua kwamba akikuletea wazo ndogo tu na ukose kulikemea. Akikuletea tu fikra potovu na ukose kulikemea. Akikuletea tu fikra ambayo inaweza kunajisi mwili wako na ukose kulikemea. Sasa unaanza kumkaribisha shetani. Ukikubalia ile fikra sasa umefungulia shetani mlango. Ukikubalia fikra ya kuchukia watu, sasa umefungulia shetani mlango. Neno linatuambia kwamba ukikasirika jua lisitue kama umekasirika. Lakini mara nyingi unapata Mkristo amenuna. Unapata Mkristo amenuna hata mwezi mzima. Amekasirikia Mkristo mwingine kukutana upendo. Usikubalie shetani akutawale kwa fikra potovu. Hapo ukifungulia shetani mlango, nakwambia shetani atajenga ngome ndani yako, utapata sasa umejisahau. Mtu akikosea kidogo tu unamchukia. Mtu akikosea kitu kidogo tu unaanza kumsengenya, unaanza kumfungia kwa moyo wako. Mioyo yetu sio ya kufungia wanadamu. Mioyo yetu sio ya kufungia makosa. Mioyo yetu ni kuipeana kwa Bwana ili ajenge kisima ndani yetu. Maana Bwana akijenga kisima cha kijito chako cha uzima wake ndani yako, yaani ukifungua kinywa chako unatamka tu baraka. Ukifungua kinywa chako ukikutana na mtu ako na huzuni, ukimtamkia maneno tu anasikia uzito umeondoka. Unamtamkia maneno tu anasikia amepata amani moyoni. Lakini kama moyo wako ni mchafu, yaani kuna design ambayo Mungu alituumba ambayo ni ya ajabu sana. Hata kama hujaokoka, ukikutana na mtu ambaye anakuchukianga, unasikianga hapa kuna disconnect. Hata ukikutana na mtu ambaye wanakusengenya ama mtu ambaye wanakupangia njama mbaya, unasikianga kuna disconnect fulani. Kwa hivyo hiyo hisia ya kuja, hiyo hisia usidharau. Hiyo unasikia disconnect fulani. Sasa hapo ukianza kukomandi unaambia Roho Mtakatifu sasa akupe discernment. Sasa ajenge kipaji cha Roho Mtakatifu cha kufumbua mambo, cha kutambua mambo. Uelewe sasa hii disconnect unasikia ni kwa sababu gani? Na Mungu atakufungulia, utakuwa unakutana na mtu hivi. Roho Mtakatifu anakufungulia siri zote ambazo hizo Mungu mtu amekuwa akifanyia. Roho Mtakatifu anakufungulia mitego yote, mashambulizi yote na waganga. Yule mtu anakuwa akikemea. Yaani unapata hata ukiongea na yeye ndio unacheka tu. Yeye anafikiria ujui. Lakini wewe unacheka na yeye, lakini unajua tu ndani huyu mtu anitakiangi mazuri. Discernment inakuja tu kupitia kwa Roho Mtakatifu, ndugu na mpendwa. Usikubali discernment yako iuliwe na waganga. Usikubali discernment yako iuliwe na waonaji. Maana ukitegemea siku zote kwenda unaambiwa hapa kuna mambo yangu yamegeuka, mambo yako yamekuwa magumu. Hebu nichunguzie maisha yangu. Ndugu na dada mpendwa, Mungu ndiye anajua hatima yako. Mungu ndiye anajua kesho yako. Hata wewe unamwambia akuchunguzie mambo yako. Nakwambia ndugu na dada mpendwa, hajui kesho yako. Hajui hatima yako. Hata yeye mwenyewe anahitaji Mungu. Atakwambia mambo siku zote ukienda kwa Mungu unaje. Siku zote ukienda kwa mganga, anakuambianga tu mambo ya kukugonganisha na watu. Anakuambianga tu mambo ya kukukwaza, mambo ya kukuhuzunisha. Ili sasa akikwambia enda ulete pesa fulani ndio sasa tuombee shida. Sasa unakuwa umevunjika moyo, unajua sasa ukileta hii pesa ndio mambo yangu yatafanikiwa, ndio mambo yangu yatabadilika. Lakini wacha nikwambie ndugu na mpendwa, pesa haziwezi kuondoa shida. Pesa mmempea mganga, pesa mmempea mwonaji, haziwezi kuondoa shida yako. Hiyo ni kafara umeitoa kwa ibada za Baali. Hiyo ni sadaka umeitoa kwa ibada za Baali. Na kama umejiunganisha na sadaka kwa ibada ya madhabahu ya Baali, utatoka hapo na mapepo ya Baali. Utatoka hapo na vifungo vya Baali. Na ukienda lazima zitakuandama, lazima zitakuchanganya. Ndugu na dada mpendwa, Yesu alikufa akawa dhabihu moja ya kila kitu, akawa dhabihu moja ya ukombozi, dhabihu moja ya uzima, dhabihu moja ya uhai, dhabihu moja ya uzima wa milele, dhabihu moja ya kuponya magonjwa yote, dhabihu moja ya kuvunja ngome zote. Ili usidanganywe na mganga, usidanganywe na mwonaji ya kwamba unafaa kushinda kutoa dhabihu sijui za kuvunja madhabahu, sijui za kuondoa laana. Ndugu na dada mpendwa, Biblia inatuambia kwamba Yesu alikuja akafanyika dhabihu moja tu, ili wanadamu waache kushinda wakitoa dhabihu mingi ambazo haziondoi shida, ambazo haziondoi dhambi. Hivyo ndugu na dada mpendwa, elewa leo Yesu alikutolea dhabihu moja.
Haijalishi kama wewe ni mwenye dhambi, haijalishi kama wewe ni mlevi, haijalishi kama umelemewa na tamaa za ulevi. Yesu alikutolea dhabihu moja, na ukikubalia hiyo dhabihu leo, ukikubaliana na neno la Mungu, ukikubaliana na habari za Kristo, atakukomboa, atakuondolea hiyo tamaa ya ulevi, atakuondolea tamaa ya usherati, atakuondolea tamaa ya umalaya, atakukomboa, atakusafisha, hata kuhesabia hukumu. Sio kusudi la Mungu kutuhukumu, sio kusudi la Mungu kuhukumu mwenye dhambi, lakini ametupa the gift of free will. Wewe mwenyewe kama mwenye dhambi, wewe ndiye utajichagulia kama utaendelea kukaa kwenye dhambi, kama utaendelea kutembea kwa hukumu ukiwa kwenye dhambi, ama utakubalia neno la Mungu liingie ndani yako, lifanyike mbegu ambayo itataa matunda ya toba, ili ukikubali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi, ndio umwalike Yesu katika maisha yako, akukomboe, akuvunje ngome ya dhambi, yaani tamaa za mwili wako ziache kukulemea. Mwili huu ache kukulemea. Nakwambia, ukizikubalia tamaa za mwili huu, ukikubalia nia za mwili huu unaweza kukuhangaisha, mwili huu unaweza kukutesa, mwili huu unaweza kukutembeza kila mtaa, mwili huu unaweza kukutembeza kila mji, ukitaka uitimizie haja zako, ukitaka kuitimizie furaha yake, lakini utachoka bure, ndugu na dada mpendwa. Lakini ukikubali Yesu akutimizie haja za moyo wako, ukikubali Yesu akutuliza, anakutuliza mara moja, unatulia kabisa. Unakuwa kama maji matulivu. Yaani wewe umetulia, lakini ndani yako kunachemuka kitu ambacho hakiwezi onekana. Ndugu na dada mpendwa, waweza kuona tu mchungaji anatembea hivi, unasema hata kama mtu anatembeanga ni kama hana nguvu. Lakini nakwambia kile Mungu ameweka ndani ya yule mchungaji, hicho kitu Mungu ameweka ndani ya mchungaji ni kitu ambacho mapepo yakiona yanatoweka. Ni kitu ambacho waganga wakiona wanatetemeka, wanabadilisha njia. Ambacho wachawi wakiona wanajificha, lakini huwezi kukiona kwa macho. Ndugu na dada mpendwa, usije ukapuuza vipaji vya Bwana, maana hauzioni. Na ndio maana Bwana alificha hiyo siri. Yaani kwa vipaji vyake hatuwezi kuviona kwa macho. Hii tuvitafute kwa kuomba na kusaza, tuvitafute kwa kutubu, tuvitafute kwa kutetea wokovu wetu, kwa kuogopa na kutetemeka. Maana kama Bwana angeziweka tuzione, ungekuwa unajua kiko hapo, acha niende kuchukua. Ndugu na dada mpendwa, tamani vipaji vya Bwana ambavyo havinunuliki kwa pesa. Tamani upako wa Bwana ambao hauhitaji kununuliwa kwa pesa, ambao hauhitaji kutolewa dhabihu ya wanyama, ambao hauhitaji kuchinjiwa kuku na mganga ndio upate upako wa Bwana. Upako wa Bwana unapeanwa bure. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba Bwana amepeana bure na tupeane bure. Kama unaendanga mahali unaombewa na pesa, ndugu na dada mpendwa, wacha nikwambie siku ya leo umepotoka. Kama unaendanga mahali ukiwa mgonjwa unaambiwa lazima ukiongebea huyu mgonjwa upone, lazima utoe pesa fulani, huyo ni nabii wa uongo. Kimbia haraka sana uende mahali ambapo unahubiriwa neno la kweli. Maana imekuwa wanadamu wanapuuza ukweli sana. Wanadamu wanaudhiwa na ukweli. Imefikia mahali shetani anapotosha watu sana mpaka wanaudhika sababu ya ukweli. Lakini wacha nikwambie, ukweli wa neno la Mungu ndio utatuweka huru peke yake. Ukweli wa neno la Mungu ukikubali, ndio utapona, ndio utapata usalama wako, ndio utapata amani yako, ndio utapata furaha yako, kwa kwamba hautapotoshwa tena, hautadaiwa tena. Nakwambia watu wamekuliwa pesa hii Nairobi na unabii wa uongo. Kuna mmoja alikuwa ananitolea shuhuda, aliniambia alitoa hata 40,000 ati ndio bwana yake aache ulevi. Imagine, just imagine. Nabii wa uongo anakuambia kuleta 40,000 ndio bwana yake ataacha ulevi. Hiyo 40,000 ikakuliwa, bwana yake akaendelea kulewa. Kwa kwanza sasa bwana yake sasa akaanza kuwa msherati. Yaani kumaanisha hiyo pesa alipia sasa, huyo bwana yake aliongezewa kwa pengine sasa usherati. Ndio akawa mbaya zaidi. Ndugu na mpendwa, jisalimishe kwa Yesu Kristo katika dunia hii. Kama una roho wa Mungu, kama una nguvu za Mungu, ndugu na mpendwa, kama Yesu aliambia wanafunzi wake, amewatuma duniani kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Mbwa mwitu wako katika dunia hii. Mbwa mwitu wako hapa mjini ambao wanatumia neno la Mungu kujifanyia faida. Hivyo ukikosa kumpokea Yesu, ukikosa kumkaribisha Yesu aingie ndani yako, afanye mwili wako hekalu lake, akudhibiti ili usipoteshwe, akufunulie siri za manabii wote wa Mungu ili usipoteshwe. Ndugu na mpendwa, utaliwa sana katika hii dunia. Utamumunywa kama lollipop na ukiisha ladha utupwe. Kwa hiyo nakusihi kwa neema ya Mwenyezi Mungu, nikimalizia, ndugu na dada mpendwa, Yesu alikufa kwa sababu ya wenye dhambi, hakufa kwa sababu ya wenye wake. Kwa hiyo wewe kama mwenye dhambi usije ukajifikiria wao. Inawezekana unatamani kuokoka, lakini ukijaribu kuokoka unasikia unakuwa ngumu. Ukiokoka una backslide. Hata mimi nilikuwa hapa, niliokoka mara karibu 10.
Nilikuwa naenda nikisikia crusade mahali, nikisikia wale wanataka kuombewa na tokea, naombewa tu. Nikienda najisahau, nikipata pesa kidogo najisahau sababu ya starehe. Naenda kanisani watu wakiitwa waokoke, nimeamka tena nimeenda hapo. Naombewa tu. Tena nikienda nikipata pesa twangu na sahau naingia kwa starehe. Ndugu dada, hata kama umeokoka mara nyingi na unaona wokovu wako ni kama umekuwa vuguvugu, ni kama sio dhabiti, ni kama sio kweli, usikushe moyo. Ni tunakuletea habari njema siku ya leo ya kwamba Yesu ako na nia ya kukuokoa. Yesu ana makusudi ya kukuokoa. Yesu ana upendo mwingi kwako. Alikufa sababu yako kama mwenye dhambi. Na ukimpokea siku ya leo, ukitumia gift yako ya free will, kwa njia mzuri kubali ya kwamba wewe uchiwezi katika hii dunia bila Yesu. Wewe una nguvu za kujiokoa, hauna nguvu za kujiongoza katika hii dunia. Bila Yesu akuongoza na kwambia kujisalimisha. Yesu atakuokoa kwa njia ambayo ni ya ajabu. Mimi vile niliokoka kwa njia ya ajabu. Wakati sasa nilikuwa kwa shida rafiki kabisa. Nikamlilia huyu Yesu na akanisikia. Sasa akaniokoa cha ukweli. Kuokoka ni kipaji cha Bwana. Hatuwezi kuokoka kwa matendo yetu. Hatuwezi kuokoka kwa performance ya maombi mengi, performance ya kuimba sana, performance ya kuabudu sana, performance ya kuhubiri sana. Mtu anaweza kuhubiri sana katika dunia lakini mwishowe akaenda jehanamu. Unalala mtoto. Msije ukapuuza neema ya Mwenyezi Mungu siku hata moja. Kama Yesu alisema kuna wale watakuja kwake kumwambia tulitoa mapepo hata kwa jina lako. Tuliombea wagonjwa kwa jina lako. Just imagine, yaani mtu alitoa mapepo. Wanadamu wakamsifia katika dunia hii. Wanadamu wakampa pesa zao katika dunia hii. Akitoa mapepo kwa jina la Mungu. Akiponya wagonjwa kwa jina la Yesu, lakini Yesu afikia mwambie nenda sikujui. Kwa hiyo inamaanisha usikimbizane na miujiza katika dunia hii, ndugu dada mpendwa. Atukubali Roho Mtakatifu akufunulie, je, hii miujiza inatokana na nini? Maana shetani wakati alishurushwa huku duniani, alirushwa pamoja na nguvu zake zote. Hiyo shetani hata ana uwezo wa kupeana nguvu za miujiza kwa wale wanaomfuata, kwa wale wanaomwabudu. Kwa hivyo usikimbizane na miujiza katika dunia, ndugu na wapendwa. Biblia inatuambia kwamba miujiza itakoma. Kuongea na ndimi kutakoma, lakini neno la Mungu ndio litasimama. Kama unataka kuwa Mkristo ambaye amesimama imara, Mkristo ambaye ana imani ambayo haitikiswi, imani ambayo yumbayumbishwi na vitu vya dunia hii, jifunze kusoma Biblia. Nakwambia ndugu na dada mpendwa, hicho sio kitabu cha kawaida. Ndio unaona kinapingwa sana. Ndio unaona hata China wanachoma Biblia. Ndio unaona nchi nyingi wanafunga wale Wakristo wanaokoka. Yaani ukiokoka jamii yako inasema itakuua. Maana kuna kitu ukiona shetani anakuzuilia, jua hapo kuna kitu kizuri. Kwa hivyo Biblia sio kitabu cha kawaida. Inawezekana vitabu vingi vimepewa maarufu, zinaambiwa best selling book, sijui best author, lakini nakwambia Jesus is the greatest author of truth. Bible is the greatest selling book in this world. Biblia iko katika kila nyumba. Imeuzwa sana lakini haiwezi kusifiwa. Maana ile ukweli wake ambao wanafilosofia wamejua. Huu ukweli wanadamu wakijua, hawataweza kuendeleza mbinu zao. Hawataweza kuendeleza uwezo wao. Ndugu dada mpendwa, kusimama imara. Wenye dhambi Yesu anawaita siku ya leo. Walevi wa mlolongo Yesu anawahitaji. Yesu anawaita siku ya leo. Makahaba wa mlolongo Yesu anawaita siku ya leo. Hawaondolee huo mzigo, hawapumzishe, hawafungulie njia za ajabu za baraka yake ambayo inatarijirisha. Njia za ajabu upate sasa. Kama ulitegemea ukahaba ndio unakuletea mapato, ukajirimia ukadhani hakuna njia nyingine unaweza kupata mapato, nakwambia leta huu mzigo wa ukahaba kwa Yesu Kristo, utue kwenye miguu ya Yesu Kristo. Nakwambia Yesu atakufunulia njia ya kimeujiza. Unaweza kuwa hata usahihi umeamua umekata kauli, upigiwe simu tu ambaye kuna kazi mahali. Jifunze kutegemea Mungu, jifunze kuamini Mungu. Mungu ni wa ajabu, ndugu na dada mpendwa. Mimi nimeona Mungu akitenda mambo ya ajabu mpaka mimi mwenyewe nikajifungia chumbani nikalia, nikamwambia Mungu nisamehe kwa kukudoubt. Maana anatendea kitu ambacho kinanishangaza, ndugu na dada mpendwa. Kwa hivyo nakusihi kwa neema ya Mwenyezi Mungu, njooni kwa Yesu nyinyi wote mlemeao na mizigo mizito, naye atawapumzisha, atawapa furaha ya kweli. Yesu ndiye anapeana furaha ya kweli, amani ya kweli, na kutosheleka kwa kweli. Bila Yesu, bila Roho Mtakatifu, huu mwili wa wanadamu hawezi kutosheka. Moyo wa mwanadamu hawezi kuridhishwa na kitu kingine. Mwili wa mwanadamu hawezi kupulizwa na kitu kingine ila tu Mungu aliyemuumba. Maana Mungu ndiye anajua udhaifu wa huu mwili.
Mungu ndiye anajua udhaifu wa fikra zako. Mungu ndiye anajua udhaifu wa moyo wako. Kwa hivyo ukijipeana kwake atajua kitu ambacho chote kinakuja kukuataka kupitia kwa udhaifu wa moyo wako, kukuataka kupitia kwa udhaifu wa fikra zako. Mungu anakuzuilia nacho. Mungu anakuepusha nacho ili unapata ushindi. Ndio maana leo natambua kwamba sisi ni washindi zaidi ya washindi kupitia kwa Kristo atupatie nguvu. Hivyo ndugu na dada mpendwa, Yesu anakuita. Kama wewe ni mwenye dhambi, kama umelemewa na dhambi, kama umelemewa na mizigo yote, kama umelemewa na magonjwa, kama umelemewa na wachawi, ndugu na dada mpendwa, nafasi yako kupata amani yako, kupata ushindi wako, kupata wokovu wako ni leo. Ukiliita tu jina la Yesu, ukinyenyekea tu, Mungu anasema kwamba moyo uliobondeka na kuvunjika hata dharau. Yaani ukinyenyekea mbele ya Mungu, siku ya leo atakuponya. Siku ya leo atakuokoa. Siku ya leo atakuondolea mzigo wote. Siku ya leo atanyamazisha vinywa vyote ambavyo vinakuwa vikiinuka kinyume na wewe. Je, swali ni utakubali Yesu leo? Kama kuna mtu yeyote ambaye anasikia moyoni mwake anataka kumpokea anataka kumpokea Yesu siku ya leo, na kuomba usimuonee Yesu haya. Wakati mchungaji atakuja hapa kuongea, songea tu hapo. Mchungaji akuombee wokovu. Mchungaji akuombee wokovu ili maisha yako yabadilishwe. Nia zako zibadilishwe. Hali yako ya maisha ibadilishwe. Hali yako ya roho ibadilishwe. Uumbe upya, uzalike upya katika roho ili uweze kumwona Yesu atakaporudi kwa neema ya Mwenyezi Mungu. Kama unataka kuokoka siku ya leo, usione haya. Usiogope mwanadamu wowote. Usiulize watu watasema nini. Usiulize watu watakuchekelea ama itakuaje. Wewe kuja, wewe na Mungu wako ndio mnajuana. Siku ya hukumu utasimama mbele ya Mungu peke yako. Hakuna kuona hiyo siku. Kwa hivyo njoo mbele za Bwana siku ya leo. Kama unataka kuokoka, tafadhali. Mchungaji akija hapa njoo tukuombee wokovu. Na Bwana atakutenda wema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Asante Bwana, maana unastahili. Utukufu na heshima ukurudie wewe Yesu. Utukufu na heshima zikurudie wewe Jehova. Hakuna Mungu mwingine ila wewe Jehova. Wewe ndiye unatawala milele na milele. Katika enzi zote, katika mamlaka yote, Jehova utabakia kuwa Mungu peke yako. Hatutainamia kiumbe kingine chochote. Hatutainamia sanamu. Hatutainamia principalities za dunia hii. Hatutainamia umaarufu wa dunia hii. Hatutainamia wanadamu ambao wamesimama katika political sphere of this nation at your presence. We shall bow only before you, the Lord who saved us, and the Lord who holds the key to our destiny, the key to our future, the key to our salvation. God, hear our prayer this day in the name of Jesus. Rescue this nation from the hands of the oppressive arms of politicians in the name of Jesus. Bwana, tembelea hata wanasiasa, shusha kiburi chao Bwana, watembelee katika ndoto na maono, wasipate amani siku hata moja, hadi watakapokurudia Bwana, hadi watakapoita jina lako. Waachane na corruption, waachane na uabudu wa mizimu, waachane na uabudu wa Illuminati, katika jina la Yesu Kristo. We commit the president upon your hands, O Lord. Visit the president through dreams and visions. Visit him, O Lord, and open his mind to remember what he vowed when he was being elected in office. In the name of Jesus, that the nation can be healed, that there can be peace in this nation, that the innocent shedding of blood can cease in the name of Jesus. Tumechafua nchi yetu sana kwa kumwaga damu isiyo na hatia. Bwana atusamehe, Bwana tutakase, Bwana takasa nchi yetu, asamehe wanasiasa ambao wamemwaga damu isiyo na hatia, katika jina la Yesu Kristo. Atuhurumie Bwana mabwana, maana unasema kwa neno lako ya kwamba watu walioitanishwa na jina lako watakapojirudia na kuacha njia zao mbaya na kunyenyekea mbele zako, utawasamehe na utaponya nchi yao. Bwana, ponya nchi yetu katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo Bwana, wanasiasa hawatatuokoa, rais hatatuokoa, na ni wewe utatuokoa Bwana. Atuhurumie Bwana, atukumbuke Bwana, tusingine kwa rehema zako, ili tuone amani, ili wazazi wanaolia kwa ajili ya kufa watoto wao waliopigwa risasi wapate amani yako, wapate furaha yao. Tazame wewe Jehova, wajue wewe ndiye mtetezi wao, katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, maana unastahili. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Thank you, Jesus.